Gereza la Orange kutokea kule nchini Marekani limeripoti kutoroka kwa wafungwa 11 usiku wa kuamkia siku ya leo. Mpaka hivi sasa ripoti hii inapokujia, watu wawili tayari wameshakamatwa wakati wanajiandaa kuelekea kutoroka na kuweza kusafiri kwenda maeneo mbalimbali baada ya watu kupiga simu. Kama unavyojua, mataifa wenzetu bana wanatoa taarifa mapema sana ili watu kuhakikisha changamoto zingine ambazo zinaweza kuja kujitokeza baadaye zisiweze kujitokeza. Sasa watu hao 11 ambao wameripotiwa kutoroka wamedaiwa kutumia njia ya choo, yani kama unavyoona kwenye Prison Break vile katika movie, ndio kitu ambacho wao wamekifanya kuweza kutimiza jukumu lao la kuweza kutoroka. Of course ulikuwa ni ushirikiano mkubwa sana uliofanyika baina ya watu hao mpaka wanakuja kufanikisha jambo hilo. Wengine wanaendelea kutafutwa mpaka hivi sasa ili wahakikishe wametiwa nguvuni na mambo mengine yaweze kufuatiwa. Mmoja wa wafungwa ambao wametoroka ama waliripotiwa kutoroka, wengine wana kesi za mauaji, wengine wana kesi za madawa ya kulevya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo of course ni kesi kubwa sana ambayo inawazunguka watu hao ambao wametoroka. Kwa hiyo wakitiwa nguvuni, naamini itakuwa ni moja jambo kubwa sana ambalo litaenda kuongelewa katika mitandao ya kijamii na kuwaza pia hatua gani zitachukuliwa baada ya kukamatwa tena na kurejeshwa tena kizimbani. Tafsiri yake wameweza kupinga sheria ambayo au adhabu ambayo wameweza kupatiwa wa kuweza kukiri na kuweza kutoroka kabisa katika gereza, sababu walikuwa wamefungiwa kabisa, huduma wanapatiwa vizuri, lakini mwishoni wameamua kufanya maamuzi ambayo inawezekana wakaenda kujutia siku zote za maisha yao. Kwa hiyo habari kubwa ambayo imechukua nafasi kubwa katika magazeti, runinga na maeneo mbalimbali au blog mbalimbali katika mitandao ya kijamii ni kutokea kule nchini Marekani, ambapo wafungwa 11 wametoroka na baadhi yao wawili wametiwa nguvuni. Mpaka hivi sasa masheriff tayari wameshatoa namba ambazo ni za kuripoti hiyo crime ambayo inaendelea. Kwa hiyo kama utamuhisi mtu yoyote umemuona kutokana na hizo picha ambazo zinasambazwa, wanadai uweze kutoa taarifa mapema ili mambo yaweze kuchukuliwa au hatua ziweze kuchukuliwa mapema, watu hao waweze kudhibitiwa haraka iwezekanavyo.